Pengine kati ya mjadala ambao unaweza ukaibuka hususan midomoni mwa mashabiki wa Yanga, wapenzi, wanachama, sio tu kwamba Yanga wameshinda mabao 4-1 katika mechi ya raundi ya pili ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Coastal Union kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, na wala si kwamba Yanga wamepaa kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 6, wamefunga mabao 7, wameruhusu mabao 2, lakini mjadala waweza ukawa juu ya namna Yanga ilivyoshinda. Ndio, ikiwa chini ya kocha Mangoba Mngiti, tayari Yanga imeonyesha kila ishara ya kwamba inacheza soka kama la Mamelodi kwa kiasi fulani, kule ambako kocha Mangoba Mngiti, raia wa Afrika Kusini, ametumika kwa miaka 12 akipata mafanikio kadhaa kabla ya kwenda kuitumikia Golden Arrows katika msimu uliopita 2025-26 kwenye ligi kuu ya kule nchini Afrika Kusini PSL. Ni kwa sababu Yanga cheza yake leo hii, muda wote wa mchezo wanautaka mpira na tena wanashambulia moja kwa moja. Pasi nyingi, pasi zenyewe nyingi za kwenda mbele na sio za kushoto kulia, wala sio kwenda kwa Djigui Diarra golikipa wao, bali kufanya majaribio ya kufunga karibu katika kila wakati. Ndio, na hilo linadhihirishwa na kile ambacho kilionekana kuanzia mwanzo wa mchezo mpaka mwisho. Yanga ikiwa imeanza na mfumo wa baada ya golikipa Djigui Diarra kuwa na walinzi 4, viungo 2 ukabaji, 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini cheza yao kuna baadhi ya nyakati ilikuwa kana kwamba Yanga ilikuwa inacheza baada ya golikipa 1-9. Ndio, sijakosea. Na maanisha haswa kwamba kunakuwa na mchezaji mmoja nyuma kidogo ya kati ya mstari wa uwanja, halafu wachezaji wengine 9 wote wakiwa katika nusu ya pili ya uwanja wakiwa wanafanya harakati za kutafuta fursa za kufunga. Matokeo yake kuwafanya Coastal Union chini ya kocha Fikiri Elias kujikuta muda mwingi mpaka washambuliaji wao wakiwa wanafanya kazi ya kuzuia, kuhakikisha lango lao halifikiwi, golikipa wao Chuma Ramadhani Mgeni hafikiwi. Lakini matokeo yake ilikuwa mpaka mapumziko Yanga tayari wanaongoza kwa mabao 2, bao la kwanza likifungwa na Albert Kangwanda, MVP katika ligi kuu ya Zambia, akitumia vyema pasi kutoka kwa Shadrack Sakaboka aliyekuwa kwenye kiwango bora sana leo hii, kama ilivyo kwa mwenzake katika upande wa pili kwenye walinzi wa pembeni kwa Siatula yao. Lakini hiyo ilikuwa ni dakika ya 38 wakati Yanga akifunga bao la utangulizi. Lakini dakika 45 plus kuelekea mapumziko, Maxim pia Nzengeli akafunga bao la pili. Safari hii ni kazi nzuri iliyofanywa na mshambuliaji kutokea pembeni, kiungo wa ushambuliaji Hussein Zakwan, mchezaji wa kimataifa kutoka Komoro, mzaliwa wa Ufaransa, aliyefanya kazi kubwa ya kumpita Salum Chuku upande wa kulia wa Yanga kwenye kushambulia, upande wa kushoto wa Coastal Union wakati wanazuia, na kisha kupiga pasi yenye umbile V iliyopokewa vyema na Maxim pia Nzengeli, na Max akafunga bao la pili kwa Yanga. Max ambaye mwisho wa mchezo alikuwa ndiye mchezaji bora wa mechi. Mpaka mapumziko Yanga wako mbele kwa mabao 2-0, lakini Yanga wakiwa wanamiliki mpira kwa 73%, Yanga wakiwa wamepiga mashuti 15. Coastal Union dakika zote 45 za kipindi cha kwanza hawakuwa wamepiga shuti lolote, lakini Yanga kati ya mashuti 15, 8, yani zaidi ya 50% yakilenga shabaha. Coastal Union kwa sababu hawakuwa na shuti lolote waliojaribu kupiga, hawakuwa na shuti lolote pia la kulenga shabaha. Kati ya mashuti hayo Yanga wakiwa wanaongoza kwa mabao 2-0, lakini Coastal Union hawakuwa hata na kona, hawakuwa na shuti lilolenga shabaha wala shuti la kutoka nje, ikiwa ni kiashiria namna ambavyo Yanga ilikuwa na utawala mkubwa katika kipindi cha kwanza. Kwenye kipindi cha pili Yanga kama walivyoanza katika kipindi cha kwanza waliendelea kumiliki mpira zaidi, wakishambulia muda wote, na matokeo yake wakafunga mabao mengine. Lakini safari hii ikiwa Yanga imefanya mabadiliko kadhaa, kuingia kwa Casemiro pale eneo la kati, waliotoka wakiwa ni pamoja na Zuke Oga Abuya, kuingia kwa Mohamed Hussein Shabalala akichukua nafasi ya Albert Kangwanda, ikiwa ni mabadiliko ya kuwashangaza benchi la ufundi la Coastal Union, kwa sababu Mohamed Hussein Shabalala anafahamika yeye ni beki wa kushoto, nafasi ambayo leo hii alianza Shadrack Sakaboka aliyecheza mpaka mwisho wa mchezo. Sasa kutoka kwa Albert Kangwanda ilitarajiwa labda atakayeingia ni kiungo ushambuliaji, la hasha, aliingia Mohamed Hussein Shabalala, na hivyo kuifanya Yanga iwe na mabeki wa kushoto 2 katika upande wa kushoto, lakini Shabalala akicheza eneo la juu kana kwamba ni winga
tena yule orthodox, maana guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto, halafu anacheza upande wa kushoto, nyuma kukiwa na Mohamed, nyuma kukiwa na Shadrack Isaka Boka. Mabadiliko ambayo pia yalimfanya kuingia kwa Casemiro kama nilivyotoka kueleza, lakini kuingia pia kwa Sheikh Ibrahima Toure. Nini kilichotokea? Yanga wakaongeza mabao mengine mawili, bao mojawapo likifungwa na Mudathi Yahya Abbas katika dakika 49 akipokea pass assist kutoka kwa Satula yao, na kisha kuelekea mwishoni mwa mchezo ndipo Mohamed Hussein Shabalala dakika ya 90 ongeza 5 kati ya dakika 5 zilizoongezwa na mwamuzi Rafael Ikambi kufidia muda uliopotea kwa sababu za mbalimbali ambazo hazikuwezesha mpira kuchezwa, ndipo Mohamed Hussein Shabalala akafunga bao zuri, akikumbushia bao ambalo aliwahi kufunga wakati akitumikia Simba kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF dhidi ya SES Constantine kule nchini Algeria, kwamba alionekana kana kwamba anapiga cross, lakini mpira ukawa umeenda moja kwa moja wavuni na kumshinda golikipa Coastal Union Chuma Ramadhani Mgeni, ambaye leo hii alifanya kazi kubwa kuinusuru timu yake, ingawa mwisho wa siku wakafungwa mabao 4. Bao moja la Coastal Union lilifungwa dakika 77, mpira wa kutenga uliopigwa na Gladi Kiaralasa ukamgonga beki Shadrack Isaka Boka na kumpoteza golikipa Jigi Diara kwenda wavuni kufanya Coastal Union wapate bao moja katika dakika 77, Yanga wakibuka na ushindi wa mabao 4-1. Sasa cha kujiuliza ni kwamba Yanga ndio kwanza katika raundi ya pili, lakini tayari cheza yake inaashiria utawala mkubwa katika mchezo. Kama wanaendeleza aina hii ya uchezaji, kwamba kila mchezaji anahakikisha yuko makini, anautaka mpira na anapoupata anauachia mpira, yani pasi za haraka na nyingi za kwenda mbele, matokeo yake kuwafanya Coastal Union leo hii wavurugwe muda mwingi, wajikute muda mwingi wakifanya kazi ya kuzuia, mara chache sana wakifanya majaribio ya kufunga, na wakati mwingine wakitegemea ujasiri, uwezo wa juu wa golikipa Chuma Ramadhani Mgeni kupunguza idadi ya mabao, lakini pia umakini wa Yanga wenyewe katika kutumbukiza mipira wavuni. Kama kungekuwa na utulivu, isingeshangaza hata kidogo kwa namna ambavyo Yanga ilicheza kuibuka na ushindi wa kuanzia mabao 7 kwenda mbele. 4-1 ni ushindi mnono, lakini kwa kocha Maoba Mnyiti, bila shaka kati ya mambo ambayo atakwenda kufanyia kazi ni kuwasisitiza wachezaji wake juu ya utulivu wa wapo katika uso wa lango la mpinzani, kwa sababu lau kama wangefanya hivyo pengine kungekuwa na maafa makubwa. Je, Yanga itaendeleza haya katika mechi nyingine zilizobaki za ligi kuu Tanzania bara? Maana ndio kwanza ni raundi ya pili, Yanga iko kileleni katika harakati zake za kuhakikisha inatoa taji la 6 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara, lakini pia ikijiweka fiti kwa ajili ya michuano mingine, hususan ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo wanakwenda kucheza dhidi ya Gaborone United ya kule nchini Botswana katika mechi ya kwanza ya raundi ya kwanza ya awali kwa ni ya kufuzu kwa raundi ya pili na hatimaye kwa ni ya kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Coastal Union nini kilichowaponza leo hii? Ni mfumo wa Yanga katika kucheza pamoja na mchezaji mmoja mmoja kwa ubora waliokuwa nao, wakajikuta wachezaji wao akina Chuku wakiwa na wakati mgumu. Hata alipotoka Chuku akaingia Andrew William naye alipata shida katika upande wake wa beki wa kushoto, lakini walinzi wengine Aidan Erasmus, walinzi wa kati akina Ali Ayubu Msangi na wengineo, na pamoja na viungo wake na nahodha Geoffrey Balugu Manyasi, lakini eneo lao la ushambuliaji Maabadi aliyekuja Maulidi Maabadi aliyekuja kutoka akaingia Othman Masumbuko. Bado Coastal Union walijikuta wana wakati mgumu katika dakika zote 90 za mchezo, na pengine watashukuru kufungwa mabao machache 4-1 kwa sababu Yanga walitengeneza nafasi nyingi ambazo lau kama wangezitumia vizuri, na kama si umakini wa golikipa Chuma Ramadhani Mgeni ambaye ndiye sababu akapangwa golini katika kuhakikisha lango lake linakuwa salama, Yanga wangeweza kupata ushindi mnono zaidi. Mechi mbili Yanga na mabao 7 ameruhusu 2. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Mtazamaji, Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.